بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika katika hizi nguzo za swala, sio faradhi za swala. Tulizungumzia nia na takbira ya ihram na kusoma Fatiha, sio? Na tulitaja mambo mengi muhimu ambao baadhi ya watu hufanya nini, huwa wanasahau ama wanakosea, tutazibainisha. Sasa leo tunaingia katika nguzo nyingine. Nasema Sheikh rahimahullah, Mungu amrehemu na tunufaishe na elimu yake hapa duniani na akhera. Nasema thumma rukuu, kisha ni kurukuu, sio? Katika nguzo ama faradhi za swala nini? Ni kurukuu. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nasema thumma rukuu, kisha ni kurukuu. Soma. Thumma rukuu wayajibu an yanhaniya بحيث تنال راحته ركبتيه ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه. أسمع ثم الركوع, kisha ni kurukuu. Kisha ni kufanya nini? Kurukuu. Sasa baada ya kusoma Fatiha, kitu cha wajibu ni kurukuu. Kwa hivyo kusoma sura ni sunna, sio? Kwa hivyo kitu cha wajibu ni kurukuu. Asema thumma rukuu, kisha kurukuu. Wayajibu, na ni wajibu, yani katika hiyo rukuu sasa semaje? Ni wajibu an yanhaniya, ainame. Ni wajibu afanye nini? Ainame. Bihaithu, kwa namna ambayo kwamba tanalu rahatahu, itashika viganja vya mikono, viganja vyake. Tanalu rahatahu, viganja vya mikono vyaweza kushika ama vyaweza kufika rukbataihi, kwenye magoti mawili, kwenye magoti yake mawili, sawa? Kwa hivyo wajibu ni nini? Wajibu ni ainame kwa namna ambayo mikono haya ama matumbo, si vidole, viganja hivi vya mikono vinaweza kushika magoti, vinaweza kushika magoti. Hii ndio wajibu. Wajibu si kushika magoti, la, ile ni sunna. Wajibu ni uiname mpaka ufike hali unaweza kufanya nini? Kushika magoti. Tumeelewana Haya. Tena si tushike kwa vidole. Ushike kwa nini? Tukija kusherehesha tutaeleza. Sasa hiyo unajua tunafanya tu kwa Kiswahili, kisha tutarudi kueleza kama kawaida yetu. Kisha sema wayatma'inna fihi, na atulie hapo katika kurukuu. Wujuban, ni upande wa wajibu, hali ya kuwa ni wajibu, ni lazima atulie. Kule kutulia ni lazima. Hata taskuna a'dha'uhu, mpaka viungo vyake vitulie. Mpaka viungo vyake fanya nini? Vitulie. Hapa itabidi nifanye yani mpaka tuone. Sawa, tukirudi sasa kueleza. Tumemaliza kwanza kwa Kiswahili, sio? Sasa tueleza. Sema thumma rukuu. Nguzo inayofuata ni rukuu. Moja kwa moja tunajua kuwa kwa hivyo kusoma sura ni nini? Sunna. Alhamdulillah, si wajibu. Baada ya Fatiha mtu anaweza kurukuu. Usije ukasema mbona bwana huyu bwana swala yake haisihi. La, swala inafanya nini? Inasihi. Sawa? Thumma rukuu ni kurukisha. Wajibu yanhania, ni lazima ainame. Kwanza lazima uiname. Lazima uiname hivi. Kuinama maarufu. Sawa? Yajibu yanhania, mpaka iweze kugusa viganja vyake vya mikono, viweze kugusa magoti yake. Hivi. Lau atainama kwa namna ambayo mikono haiwezi kufika kwenye magoti, yani inashika mapaja. Angalia hapo, inashika mapaja ama vidole vimefika kwenye magoti lakini mikono haijafika, labda ameinama hivi. Ukimwambia afikishe hawezi. Angalia. Ona sijainama sawa, haitoshi. Paka uzidishe kidogo.
Hii ndo wajibu. Hata ukifanya hivyo haina neno. Yaani hata usiposhika magoti haina neno. Wajibu ni kuinama kwa namna ambayo lau ungetaka kushika magoti ungefanya nini? Ungeweza. Tumefahamiana? Sawa. Lakini kama tunavyojua sunna ni mgongo uwe umenyoka. Ndio sunna. Shaona sunna ni mgongo uwe umenyoka, sunna ni uweke mkono kwenye magoti wa hakadha. Tumefahamiana? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah. Asema wa yatma'inna fihi wujuban. Na ni wajibu utulie. Ni wajibu kutulia. Kuna watu wanaswali kwa kudona. Wanaswali? Maana yake nafikiri tunajua sisi kama Waswahili. Yaani pap haiswihi. Swala haiswihi. Hususan kwenye kama tarawih. La ilaha illa Allah. Baadhi ya misikiti si shida ya watu tu wa kawaida bali mpaka baadhi ya misikiti. Astaghfirullah alazim. Haraka sana. Hakuna utulivu. Lazima kuwe na utulivu. Kusipokuwa na utulivu ile nguzo haifanyi nini? Haiswihi. Allahu akbar. Akimaliza wala dhallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman. Haiswihi. Mpaka utulie na viungo vifanye nini? Vitulie. Viungo vifanye nini? Vitulie. Yaani mgongo wako uwe pale kidogo umeketi kwa muda fulani. Yaani mpaka huwe na tofauti baina ya kuinama na yaani kuna nafasi. Tutasema huyu aliinama kukatokea nafasi, muda akawa amefanya nini? Amebaki pale kisha akarudi. Si ati papa. Tunataka kuwe na nini? Kuwe na utulivu ama kutulia fulani. Tamam La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni sunna, manake kila nguzo itakuwa pia tutaja sunna, hajataja hapo. Ni sunna ukiwa rukuu uvute takbira kutoka mwanzo wa kuinama kwako mpaka ukifika kwenye rukuu. Ndio sunna. Na katika nguzo zote ni hivyo. Ni sunna ukiwataka kwanza ile nguzo ndio wasema Allahu akbar na ile rukuu unaivuta mpaka nini? Shukran. Na ile rukuu ile takbira unaivuta mpaka pale utakapofika. Kwa mfano una rukuu Allahu akbar yatosha. Kwa ajili ni kutoka kusimama mpaka ukiwa unaenda kusujudu uweze kusema kama rukuu bwana. Allahu akbar. Sawa. Wengine hawajui na ndio ishkali. Sisi huenda tukaeka watu wakaswalisha kwa ajili ya sauti nzuri, silo lengo. Anayefaa kuswalisha ni yule ambaye ana fiqhi ya swala. Anayefaa kuswalisha ni yule ambaye ana nini? Ana fiqhi ya swala, anaijua swala. Si mtu tu ati kwa ajili ana sauti nzuri ama amehifadhi Qur'ani. La. Yule anayeswalisha lazima awe ile swala anafanya nini? Anajua bwana, mimi hii ni sunna, hii si sunna, hii ni kadha. Sio tu kuwa na sauti nzuri. La. Haiweza kuwa hata nguzo hazisomi vizuri kisha atuharibie sisi swala zetu. La. Tutafute mtu ambaye ile swala anafanya nini? Anaijua. Falmuhim ni sunna ile takbira uivute kwa kadri ya kwenda kwako. Unaenda mpaka chini, sema usije ukatuambia. Angalia mara nyingi wanadamu hata sisi tunaoswali nyuma ya imamu akisema Allahu akbar, wewe utadhani amefanya nini? Akiwa ametoka kusujudu akisema Allahu akbar, utadhani ameinuka kwenda wapi? Kuinuka tu hapa tu kuketi. Wengine Allahu akbar na amesimama. Sasa mara nyingine ama yotakuketi akwambia Allahu akbar kama ambaye amesimama. Watu wengine watafanya nini? Kweli makosa ni ya nani? Makosa si ya yule maamuma, makosa ni ya imamu. Haijui fiqhi ya swala. Na hii imeenea sana katika jamii zetu. Tumeelewana? Kwa hiyo ni sunna ile takbira unaivuta kwa kadri ya nini? Movement yako. Kwa kadri ya movement yako. Tumefahamiana? Wa yatma'inna fi wujuban hatta taskuna a'dha'ahu. Na ukisha sujudu ukisharuku afan kwenye rukuu ni sunna useme subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kwa uchache mara tatu. Ukitaka kuongeza ni sunna, hususan ikiwa swali peke yako ama imamu amerefusha, twende kazi. Lakini ukiwa imamu usiongeze zaidi mara 3. Usiongeze zaidi mara 3. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimpa Muadh qaida. Akamuuliza,
afatanuni ya Muadh. Manake Muadh, Saidina Muadh alikuwa akenda akiswali na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akenda msikiti wa karibu na nyumbani, tuseme masemo ya kuswali nyumbani kwake, akiswalisha wale jamaa bwana. Manake ndio sahaba yani mkubwa, tuseme kwa wale watu wake, akiswalisha lakini akisoma sura ndefu bwana. Maswahaba siku moja wale wakule wakaenda wakashtaki kwa bwana Mtume, akisema bwana, huyu bwana Muadh bwana yaswali ndefu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Muadh, kwani wewe ni mfitinishaji? Unataka kufanya watu watoroke misikitini? Wewe ukiswali soma sura kadhaa, soma washamsi, soma zile sabihisma, inakataja zile sura ndogo ndogo. Kwa hiyo maulama wameziweka zile sura, msema ikiwa ni alfajiri ndio sura ndefu, adhuhuri pia ndio swala ndefu, kisha alasiri na ishai kidogo hafifu kidogo, lakini magharibi ndio hafifu zaidi. Siku hizi utapata mtu swala ya magharibi ya kusomea Yasini. Baba. La, ni sunna katika magharibi usome zile sura ndogo kutoka dhuha mpaka chini, ndio sunna. Almuhim, tukimwangalia yule imamu basi asizidishe aqallu sunna. Ule uchache wa sunna imamu ndo anafaa kufanya, asizidishe ili asiwarefushie nani? Wale maamuma. Isipokuwa tu akijua hawa maamuma wangu hawana neno bali wanataka nifanye nini? Nirefushe. Soma refusha, sawa, haina neno. Tumeelewana? Labda wewe swali nyuma yako ni watu wawili, familia yako, watoto wako, haina neno. Na sisi pia tuna mushkila huo. Lao mtu atakosa kuswali msikitini, hakuhafikiwa ama hakuna msikiti karibu na kwao, basi hawaswali jamaa. Kama ambaye nyumbani ni haramu kuswali jamaa. Vipi? Swali na mke wako, swali na watoto wako. Na kwa hiyo ukiswali na kama watoto wako utakuwa wajua hawana neno, hata nikifanya nini? Nikirefusha. Basi haina neno, refusha. Lakini uchache zaidi kwa sunna ni ngapi? Ni 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mara 3. Kisha pia wakati wa kurukuu ni sunna uinue mikono. Allahu akbar, ni sunna ufanye nini? Uinue mikono. Kama vile ukianza takbira, Allahu akbar ni sunna. Allahu akbar ni sunna. Kisha ukirukuu, Allahu akbar ni sunna. Na kila siku hili nitakuwa nalikariri. Watu wengine wadhani kila ukisema Allahu akbar ni sunna uinue mikono. Ndio hiyo, hawataki kusoma. Kuinua mikono ni sunna katika sehemu 4. Tazitaja haraka haraka. Wakati wa takbiratul ihram, wakati wa kurukuu, wakati wa kurudi sami Allahu liman hamida, na ukiamka kutoka tashahudi ya kwanza. Umemaliza Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, Allahu akbar, pale ndo sunna kuinua mikono. Watu wengine kwa kutosoma mpaka akitoka kwenye sijida akitaka kuketi yuinua mikono. Wengine ashamaliza i'tidali, samia Allahu liman hamida, ameshainua mikono, ashika mikono chini, ashasoma ile dua rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barak, ashamaliza atakusujudu, sio Allahu akbar. Si sunna, si sunna. Sunna ni hizi sehemu 4. Umefahamu sawa? Kwa hivyo hizo ni sunna za kurukuu. Kisha asema Sheikh, endelea, thumma al-i'tidal, thumma al-i'tidal, ثم الاعتدال. نعم. ويطمئن فيه وجوبا. نعم. ثم السجود مرتين. tosha manake hapa kuna maelezo. Asema thumma al-i'tidal, kisha ni kuitadili. Swahili tunasema ni kuitadili, na maana ya kuitadili ni urudi, ni yule mwenye kuswali arudi ile sehemu aliyokuwa kabla ya kufanya nini? Kabla ya kurukuu, katika kusimama yani. Wewe ulikuwa umesimama ukarukuu, kisha fanya nini? Warudi. Ama yule alikuwa kiswali kwa kuketi, alikuwa ameketi akarukuu, yani kainama kidogo. Sasa itidali ni kufanya nini? Ni arudi ile sehemu aliyokuwa amefanya nini? Amekuwa kabla ya kurukuu. Tamam La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na nguzo hii ni nguzo fupi, haifai kurefushwa. Haifai kufanya nini? Kurefushwa. Ni nguzo fupi. Kwa hivyo usirefushe sana. Haifai. Kurefusha sana, ikirefuka sana basi swala inafanya nini? Inabatilika. Lakini ni sunna katika alfajiri. Yani kwa mfano useme samia Allahu liman hamida, kisha ubaki pale muda mrefu sana, swala inabatilika. Isipokuwa katika alfajiri raka ya pili ni sunna uombe nini? Kunuti, sio? Ni sunna uombe dua, haina neno. Refusha na dua, haina neno kabisa. Refusha. Hii dua yenyewe kuna dua sunna imepokewa, Allahumma hdina fi man hadait, mpaka pale wanastaghfiruka
wanatubu ile pale. Tutasoma mwisho inshallah, atakuja tutahitaji mwisho wa kitabu amehitaji inshallah. Sasa ile ndo sunna. Kuongeza zaidi ya pale haina neno, lakini si bora. Bora ni utosheke na ile ambayo bwana mtume ameleta. Naam. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Na ni sunna, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ni sunna wakati wa kuomba ile dua ya kunuti mtu ainue mikono. Allahumma hadina fi man hadait. Je, uinue mkono hivyo kushikanisha ama kuachanisha utakavyo? Utakavyo haina neno. Lakini uinue mikono. Si sunna kupangusa uso baada ya dua ya kunuti. Baada ya dua ya kunuti ndani ya swala si sunna. Baada ya swala ukiomba dua ni sunna pangusa haina neno. Lakini ndani ya swala ukiomba Allahumma hadina fi man hadait, ukimaliza sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, si sunna ufanye nini? Upanguse uso. Kuna watu upangusa uso si sunna, bali makruh. Kama bwana mtume alikataza baadhi ya maswahaba kufanya nini? Kupangusa uso ndani ya swala. Naam. Thumma liyatidal, kisha sema wa yatma'innu fihi wujuban, ndio na awe na utulivu, yani atulie pia kwenye itidali vile vile kama tulivyosema. Maana kuna watu sami Allahu liman hamida, hapo ashaanza kusujudu. La, hakuna, lazima utulie kidogo kama tulivyoeleza kwenye nini, kwenye rukuu. Kisha sema thumma sujudu marratain, sio kisha ni kusujudu mara mbili. Kisha sasa baada ya itidali ni kusujudu mara mbili. Tusujudu kisha utaketi kisha utasujudu. Ndio maana akasema sujudu mara ngapi? Mara mbili. Sasa hapa kwenye sijida, ndugu zanguni, kuna mambo mingi muhimu ambayo yanaghafilishwa, ya watu wanaghafilika nayo. Lazima tutanabahi ndugu zanguni, wazee wangu. Sawa? La kwanza kabisa ni kuwa kusujudu, jambo la kwanza na ni sahali hili, karibu sote tutafanya. Lazima kidogo kuwe na tahammul. Tahammul ni yani tahammul. Kidogo kuweka pressure, kuweka nguvu katika ardhi. Si ati unaigusa tu ile ardhi. La. Uweke pressure kwa namna ambayo lau kungekuwa na nguo pale chini, ile nguo ingefinyika. Sio kama tumeelewa. Kama kungekuwa na pamba ni cotton, sio? Kungekuwa na pamba kidogo pale chini ya kichwa, ile pamba ingefinyika. Basi kuweka nguvu kidogo. Si nguvu sana ili utake kutoa na sijida utuonyeshe kuwa ni mswala. La. Sawa wazi? Hiyo ni upande wa wajibu. Lakini hili alhamdulillah wengi wetu tunalifanya. Lakini sasa mambo ambayo baadhi yetu hatufanyi, si baadhi, wengi hawafanyi. Lazima bapa la uso liwe wazi. Lazima bapa la uso liwe wazi. Jibu. Lazima bapa la uso liwe wazi. Si lote. Hata sehemu ndogo, haina neno. Kuna watu kama tunavyojua, akivaa kile kilemba amefinika nini? Haisihi swala. Mimi nikimwona imamu swali hivi, swali nyuma yake, shauri zake. Nasirika hata yeye ni shekhe gani. Kwa nini? Mbona mtuchezea? Mbona dini imekuwa خلاص ukivaa tu kilemba ama ukijiita tu msomi خلاص ndio msomi? La. Dini ni amana bwana. Dini ni amana. Mtu akifinika hivi swala haisihi. Hata yuko kubwa kuna wengine ufika. Sasa ikifika paka hapo haina neno. Ndio nasema ikifunika nusu haina neno. Madamu tu kuna kipande kidogo kimegusa ardhi haina neno. Tumeelewana? Lakini kuna watu zile kofia wanaishukisha paka hapa, hata unashangaa wasujudu vipi mtu kama yule. Mimi humwangalia nikasema wewe wasujudu vipi? Na masala kwa nini natilia mkazo tulipokuwa yani baadhi ya walimu zetu wakitutajia alikuwa tuwajiuliza, je, labda kuna madhehebu mengine ambao wamefanya nini? Wameruhusu kufinika. Mpaka sasa unajua sisi bado ni wanafunzi. Hatuna uhakika ni vipi, labda kuna lakini mpaka sasa tumeona madhehebu yote manne wote wanasema lazima baadhi ya bapa la uso liko wazi. Takriban hii ndio kauli ya nguvu katika madhehebu zote. Ama kama kuna akwali ndogo ndogo sizijui, naam yawezekana sizijui. Si la kushangaza. Bado maana yake bado si mwanafunzi tena, ndio tuko mwanzo kabisa. Sasa haitoshangaza tukisikia bwana yuko shaka fulani anasema, lakini tukiangalia kauli yenye nguvu katika kila madhehebu ni kuwa lazima baadhi ya bapa la uso liwe. Sasa uje angalie ibada yako haisihi katika madhehebu zote. Ndio maana nikasema mimi nikipata imamu yuko vile simfuati. Kwa sababu gani? Lau kuna madhehebu imeruhusu, tutasema khalas yule imamu amefuata madhehebu yale. Sasa madhehebu yote manne hawaruhusu. Utaniambia amefuata madhehebu gani?
Shaona. Lakini ni mahali ambao lau mtu atakuwa amepata kauli, amesikia bwana kuna wanachuoni fulani sema kadha, tuambiwe tujue. Ushaona, at least yani tuwape udhuru wale watu, sio? Lakini hii ni mushkila. Watu wengine wavaa vilemba, watakujifananisha na wa Yemen ama sijui na wa Omani, avaa kilemba chenyewe amefunika pala uso. Sasa utasujudu vipi? Utajua mwenyewe. Swala huna, mvae kilemba, hata kilemba kiwe futi 100. Sheria ni sheria bwana. Sheria ni sheria. Kwa hivyo hili la muhimu. La muhimu lingine ni kuwa lazima tuweke viungo 7. Lazima tuweke. Cha kwanza tushataja ni gani? Bapa la uso. Cha pili na cha tatu ni mikono miwili. Sawa? Cha 4 na cha 5 ni magoti mawili. Cha 6 na cha 7 ni matumbo ya vidole. Ni matumbo ya vidole vya miguu. Ni matumbo ya vidole vya mguu. Sijasema ni vidole vya mguu, sijasema ni mguu. Nimesema nini? Ni matumbo. Matumbo ni nini? Kule chini kule kwenye nyayo. Sisi tunasema nyayo ni mguu wenyewe. Sasa vidole ule upande wa nyayo, yani huu. Lau mtu atasujudu ainue vidole kabisa viwe kama kucha, itabidi niwaonyeshe wale ambao watakuwa hawaoni, pole. Yani kwa mfano sujudu hivi. Siona hapa hajaweka matumbo. Haiswihi. Swala haiswihi. Tumwambie bwana hujasujudu. Hujafanya nini? Akiweka hivi sawa. Kwa sababu kuna matumbo yamefanya nini? Na si lazima aweke matumbo yote, hata kama ni kidole kimoja. Unajua kuna watu mashallah kidole chao cha gumba kirefu kweli, ama kidole cha katikati kirefu. Haina neno akiweka hata kidole kimoja. Haina neno hata akiweka kidole kimoja, lakini lazima kutoka miguu yote miwili. Lazima mguu huu kidole kimoja na mguu ule mwingine kidole kimoja. Tumefahamiana? Ndio nikamwambia kuna mambo muhimu. Kichwa ile kwanza. Na hii miguu. Mara nyingine utapata mtu amesujudu, waingia msikitini, imamu yuko katika sijida, baadhi ya watu wamesujudu na mguu mmoja ameweka juu ya mguu mwingine. Amepandisha. Haiswihi. Ama miguu ameilaza hivi. Badala ya nyayo ameleta. Haiswihi. Tafanyaje? Tumeelewana? Hani mambo wengi sana wanakosea. Ndio kasema mpaka ustadhi ustadhi mwenyewe sasa. Sisi tufanye machezo. Mguu mmoja na yani unakaa hivi. Sasa sisi tutafanya machezo na sheria. Almuhim. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa mambo ya sunna, haya ndio mambo ya wajibu ya muhimu. Ama mambo ya sunna katika sujudu, ni sunna katika madhehebu yetu. Ukiwa sujudu waanza kuweka nini? Magoti. Weka magoti kwanza, kisha nini? Kisha mikono, kisha bapa la uso. Ni sunna ukiweka bapa la uso pia uweke na nini? Pua. Si lazima. Ndio maana kwenye wajibu mimi sijafanya nini? Sijasema ni lazima, ingawa baadhi ya maulama wamesema ni lazima. Lakini kauli yenye nguvu katika madhehebu yetu ni sunna. Ni nini? Ni sunna. Tuko pamoja? Sasa wewe ukiwa sujudu, weka magoti kwanza, kisha mikono, kisha bapa la uso. Ukiinuka, wainua uso kwanza, kisha mikono, kisha magoti. Tumeelewana? Wazi? Mekwaje? Sunna pia useme subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi mara 3. Ni sunna uombe dua nyingi sana. Hususan ikiwa swali peke yako, hususan ikiwa ni akhirul layl. Uombe dua nyingi sana. Wewe omba lia, muombe Mungu, muombe. Ishkali iko, huwezi kuomba kwa Kiswahili, lazima uombe kwa Kiarabu. Lazima uombe ndani ya swala, huwezi kuomba kwa Kiswahili. Kwa kutamka. Yaani ikiwa utatamka Rabbi ighfirli warhamni, huwezi kuomba Mola nipe hiki. Omba kwa Kiarabu. Hujui Kiarabu? Omba kimoyo moyo, kwani Mungu hajui kilicho moyo moyo. Sujudu pale lia, muombe Mungu ya Rabbi kwa Kiswahili. Ewe Mola bwana mimi mudhnib, wewe ni rahimu, wewe ni kadha. Lia. Lakini kimoyo moyo. Naam. Nje ya swala taban omba kwa lugha yoyote utakavyoenda. Tuko pamoja? Hata katika sunna pia. Hata katika swala ya sunna. Yaani ukizungumza mazungumzo ya lugha nyingine swala ishafanya nini? Shabatulika. Swala ishabatulika. Tutakuja inshallah kugusia yani mambo kama hayo. Sawa? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akisema mja huwa karibu zaidi kwa Mola wake akiwa amefanya nini? Akiwa amesujudu. Kwa hiyo ni fursa hii. Tuichukue bwana. Tusiwache tu itwaje kila siku sisi tuswali swala za tupita kama ambaye ni ada la. Haya, kisha semaje waljulusu? Waljulusu baina sajdatayn.
wayatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi الركعات ذلك والتشهد الأول وقعوده sunna. Haya, ngoja niendelee. Asema waljulusu baina sajdatayn, katika mambo ya faradhi ni kuketi ama ni mketo baina ya nini? Sijida mbili. Waljulusu baina as-sajdatayn ni kuketi baina ya sijida mbili. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, na lazima kutulia, ni wajibu kutulia katika hizi zote, katika sijda na katika nini? Kuketi lazima kutulia kama tulivyosema. Kisha wayaf'alu baqi ar-rak'ati kadhalika, na afanye zile rakaa zilizobakia afanye hivyo hivyo. Khalas, angalia kishafika kwenye sijda, afanye zile rakaa zote zilizobakia afanye hivyo. Asema watashahudul awwal, na ile tashahudi ya kwanza, wa qu'uduhu, na kuketi kwake, sunnatun, ni nini? Ni sunna, ni sunna. Sawa eh? Haya, sasa turudi katika maelezo. Asema wal julusu baina sajdatayn, nguzo nyingine ni kuketi baina ya sijda ngapi? Sijda mbili. Sawa. Na sunna hapa afwan, si sunna, kuna baadhi ya masharti hapa katika kuketi. Kwanza, jambo la kwanza, usikusudie jambo jingine. Usikusudie jambo jingine. Vipi yani? Mara nyingine umesujudu, kisha ukaona mdudu, ukaruka kwa ajili ya kuogopa nini? Mdudu. Hujakusudia kuketi wewe, umeinuka kwa ajili ya kuogopa nini? Yule mdudu. Tumefahamiana mpaka hapa ama? Sasa wewe hujakusudia kuketi, sio? Ulipofika uketi ukasema khalas, nimeua ndege hili kwa nini? Kwa jiwe moja. Nimemhepa yule mdudu na kabisa kabisa nishafika kwenye nini? Kuketi baina ya sijida mbili. Haiswihi. Haiswihi. Lazima urudi kisha uketi vizuri. Sawa eh? Kwa hivyo usikusudie jambo jingine kwa kuketi kwako, usikusudie jambo jingine. Na hii si kwenye kusujudu peke yake, hata kwenye kurukuu. Labda mtu alikuwa anasoma bismillahirrahmanirrahim, akamaliza Fatiha, akamaliza sura, kisha kabla ya kumaliza sura tuseme, ama ashamaliza sura, hajafikiria kurukuu, akachemua. Acho. Ikawa kidogo amefanya nini? Ameinama, akasema khalas. Nimeua ndege wawili kwa jiwe moja. Haitoshi. Tutakwambia rudi kwanza urukuu vizuri. Sijui kama tumeelewana. Ama mtu alikuwa amerukuu, akaona kuna mdudu anapita pale chini, akaogopa kidogo, akarudi juu, akasema khalas, nisharudi kwenye itidali. Lazima regea. Sawa. Kwa ajili wewe, alhamdulillah. Kwa ajili wewe ulikuwa unakusudia jambo jingine. Sawa eh? Anasema Sheikh, yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi ar-rak'ati kadhalik. Kisha watashahudul awwal, watashahudul awwal, na tashahudi ya mwisho ya kwanza, afwan, na tashahudi ya kwanza, wa qu'uduhu, na kuketi kule ni sunna. Ndio maana hata hatozungumzia masala hayo. Tashahudi ya kwanza na kuketi ni sunna. Na kitabu hiki yeye sana amefocus, utasema, na mambo ya faradhi. Kwa hiyo lao, ndugu zanguni, twaswali imamu akawacha tashahudi ya kwanza, twajua anwacha, sio na pressure, amka, sio na wasiwasi, mfuate yule imamu. Fanya nini? Mfuate yule imamu. Akiacha tashahudi ya kwanza lazima umfuate. Tumeelewana? Na usikazanie subhanallah subhanallah subhanallah, la, ile ni sunna, lazima umfuate. Unaweza kusema subhanallah ili yeye ajue kuwa baadaye mwisho ni sunna, afanye nini? Asujudu sijda nini? Sijda sahau. Basi umtanabahishe tu kuwa yeye umeacha tashahudi ya kwanza, basi baadaye unafaa kufanya nini? Kusujudu sijda ya sahau. Lakini taona na sasa kama hakusujudu baada ya sijda, sunna ile sijda sahau, sunna pia ile sunna, haina wasiwasi kabisa. Sasa kisahau ile maswali ya tashahudi ya katikati, akipiga yote nne mfululizo, inasihiwa kisha haina sahihi. Sahihi. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukiona imamu, lakini sasa خلاص maswali kama kawaida baadaye kidogo. Sawa eh? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha asema watashahudul akhir, endelea. tashahudul akhir
والتشهد الأخير والتشهد الآخر مهم. والجلوس أها. فيه أها. فرض مهم. والصلاة مهم. على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بعد التشهد مهم. وقبل السلام مهم. فرض ndio السلام من الصلاة فرض ndio وأقل السلام وأقل السلام مهم. السلام عليكم. sawa. Asema shekhe wa tashahudul akhir. Sasa shakwambia ile tashahudi ya kwanza, sasa akwambia wa tashahudul akhir, na tashahudi ya mwisho wal julusu fihi, na kuketi katika hiyo tashahudi ya mwisho ni fardhun, ni faradhi. Hivyo vitu viwili ni nini? Ni faradhi. Kisha sema wassalatu ala nabi, na kumswalia bwana mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada tashahudi, baada ya tashahudi, wa qabla salami, na kabla ya kutoa nini? Salamu, fardhun. Na pia kumswalia mtume nini? Ni faradhi. Kisha sema wassalamu minas salati fardhun, na kutoa salamu kutoka katika nini? Swala ni faradhi. Sawa eh? Kisha sema wa aqallu salam, na uchache wa salamu ambayo inasihi yani nini? Assalamu alaykum. Lao imamu atasema assalamu alaykum, imetosha. Sawa? Haya, wacha tueleze kama kawaida. Sema tashahud al-akhir wal julusu fihi fardhu. Naam, ndio tashahudi ya mwisho. Na kuketi ni faradhi. Sawa? Na uchache wa salamu afwan, uchache wa salamu atataja. Atakwambia wa aqallu tashahudi al-wajib, inshallah itakuja. Atataja. Kuna haja tuitaje sasa. Asema wassalatu ala nabi, na kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada tashahudi, baada ya kutoa itwaje tashahudi, baada ya tashahudi wa qabla salam, na iwe ni kabla ya salamu. Ni nini? Sunna. Sunna ni afwan fardhun, ni fardhun, ni faradhi. Sawa ama kuswalia ali zake bwana mtume, kuswalia ali zake. Sisi tumesema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Sasa ile wa ala ali Muhammad, ali zake bwana mtume, kuswalia ni sunna. Kuswalia nini? Ni sunna. Kuswalia ni sunna. Asema shekhe wasalamu minas salati fardhu, ndio na kutoa salamu. Na hapa mapendeleo ni ile salamu ya kwanza peke yake, ile salamu ya kwanza peke yake, si salamu zote. Salamu ya pili ni sunna, salamu ya pili, salamu ya kwanza ndio wajibu. Sawa eh? Salamu ya kwanza ndio wajibu. Kuna masharti pia katika salamu muhimu. La kwanza, lazima yule mwenye kuswali awe anaelekea qibla bwana. Jamani, lazima mwenye kuswali awe yuelekea wapi? Watu wengine atatoa salamu kabla ya kumaliza salamu, assalamu alaikum, kabla ya kumaliza alaikum ashaanza kugeuka. Kwa nini? Kwa kifua, kutumia kifua chake, swala ishabatulika. Tumeelewana? Utaona watu wengine kutoa salamu assalamu alaikum, kwanza si sunna kugeuza kifua, ni sunna kugeuza nini? Kichwa ama uso tu. Assalamu alaikum, ugeuze kichwa peke yake. Mtu akitoa salamu mwingine assalamu alaikum amegeuza kifua, swala inabatulika ikiwa atageuza kifua kabla ya kutamka alaikum, kabla ya mimi ile mimi ya mwisho ile alaikum, ile mimi kabla ile mimi. Akigeuka tu kutoka kwenye kibla kwa kifua chake, swala isharibika. Akigeuka kwa uso, tutamwambia amekhalifu sunna. Amekhalifu nini? Sunna. Lakini akigeuka kwa kifua, swala ishabatulika. Kuna machezo. Sawa eh? Kwa hivyo jambo la kwanza ni lazima iwe imeelekea wapi? Qibla. Haya. Katika masharti pia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lazima aseme assalamu. Si salamu alaykum. Si salamu alaykum. Assalamu alaykum. Lazima akianzia pale aseme assalamu alaykum. Si salamu alaykum. Salamu alaykum nje ya swala kwa mtu tutakwambia haya, ingawa pia si bora. Lakini ukitaka kutoa salamu ya kisawa sawa, assalamu alaykum, lazima uanze pale na assalamu. Tuko pamoja? Wengi utasikia salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Ikiwa hajasema assalamu, ndio hivyo, swala haisihi. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Pia ni lazima aseme alaykum, asije akasema assalamu alayhim, assalamu alayka. Assalamu alaykum. Na ni sunna akisema assalamu alaykum ageuke upande wa kulia kwa salamu ya kwanza, na ni sunna alete salamu ya pili kisha ageuke upande wa nini? Wa kushoto. Ni sunna kiukamilifu ni aseme hivi ama afanye hivi assalamu alaykum. Akimaliza mimu
ageuke upande wa kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sawa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Akimaliza alaikum ndo anageuka pamoja na wa rahmatullah, yeye anafanya nini? Anageuka assalamu alaikum wa rahmatullah. Kisha upande wa kushoto unarudi kwanza, unatulia, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sawa. Haya, jambo jingine, kuna masala ama kuna mambo yanaitwa kutiagea. Fikiri mwajua nyinyi. Kuna watu sijui mimi hata wametoa wapi, subhanallah, akitaka kutoa salamu kwanza mpaka atiegea utaona anatikisha kitu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Angalia, akitingisha kichwa zaidi ya mara 3 mfululizo, swala imebatilika. Tutazungumzia mambo yanayobatilisha swala, ni kutingika mara 3 mfululizo. Ukitingika mara 3 mfululizo, swala inabatilika. Sasa yule mwenye kufanya hivi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, swala inabatilika kabla ya kutamka alaikum. Lau atatingika baada ya ile salamu ya kwanza, tingika mpaka kesho kutwa, haina neno. Sawa? Tuko pamoja? Wengine nao ni indicator. Si ile ya kichwa, lakini ni ya mikono. Utaona hata inua mikono kidogo. Hamjawahi kuona? Tainua mikono. Naona mnyamazi mkasema labda ustadhi yozitunga yeye. Tainua mikono. Akitaka kutoa salamu utaona, innaka hamidum majid, allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kisha kirudi ainue tena mikono, assalamu alaikum. La, si sunna, makruhu. Kweli murongo iko na imeenea. Mimi hata sasa sijui, manake masaili ya kifikihi ama hizi swala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyohaje, mlivyoniona. Si swalini kama mlivyomwona fulani na faltani bwana. Swalini kama mlivyoniona mimi bwana. Na mwanadamu Muislamu wa haki, Muislamu ambaye yajiogopea akhira yake, ni mtu ambaye lau atabainishiwa kuna jambo alikuwa akifanya makosa, basi ajaribu kufanya nini? Kujibadilisha. Huyo ndo Muislamu wa hakika. Manake huko mbele, ndugu zanguni, kuna mambo. Lau mtu akikuwa na biashara, anafanya biashara yenyewe anatakiwa kuingia kazini labda saa 3 na akitoka mwenyewe saa 9 na anapata pesa nyingi. Siku moja ile biashara ikaja ikafanya nini? Ikafungwa. Ikabidi sasa bwana andikwe kazi, ambayo kazi yenyewe anaingia saa 1. Yeye biashara yenyewe labda alikuwa akaenda akivaa nguo anazopenda. Vaa kikoi, piga na shati yake ya kawaida anaenda zake. Lakini sasa ameandikwa kazi, hahitaji kuvaa nini? Hahitaji kuvaa vazi, sio anaita ile la kiofficial yani, sio? Anahitaji kuvaa vazi la kisawa sawa yani, la kikazini yani. Na ilikuwa kama uniform, na ilikuwa hajafanya nini yeye? Ilikuwa hajazoea. Atawacha. Atasema mimi etwaje? Sitovaa kwa ajili sijazoea. Ataacha kusema bwana mimi bwana ninazoea kuamka saa 3, siwezi kuamka saa 1. Atakataa. Atafanya kwa sababu gani? Ile tumeithamini ile riziki ni kihakika. Ukiangalia muamala wa wanadamu wa kawaida, ile riziki ni kama ambaye Mungu hajatudhaminia sisi. Kusema kweli, astaghfirullah adhim, ni kama ambaye tunadhaminiwa pepo, lakini riziki hatujafanya nini? Hatujadhaminiwa. Tumeomba khalas, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi aljanna, kama ambaye tumeomba hivyo. Yani hakuna kinachotembea katika ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa pepo. Ni kama ambaye tumeomba hivyo. Maana yake utaambiwa hili halifai, twende. Shazoea mimi. Hili halifai, sijali. Hili lazima, sijali. Lakini kwenye riziki mwenyewe ambako Mwenyezi Mungu amesema ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha, utaona pale tuwafanya mikakati juu chini. Tutafanya mikakati juu chini. Bwana, wajua lazima uchukue sababu bwana. Lazima uchukue sababu bwana. Kweli tofaa kutawakali, lakini lazima uchukue sababu. Lakini kule kwenye dini huku angaa Mungu ashakwambia bwana, riziki yako iko, utake usitake. Lazima uchukue sababu. Na kwenye ibada ndio si lazima uchukue sababu. Hata utaona, angalia katika mambo yanayosikitisha sana. Mtu akitaka kwenda kuoa, kipata mtu hana kazi, yule mzazi wa mke atasema nini? Yule hana nini? Hana kazi. Utaambia lakini ni imamu ama ni ustadhi, ni mwema, mtoto wako atakuwa chini ya mikono ya mtu mzuri.
lakini atalishwa nini? Ataishi wapi? Kwa ile morongo, sio? Haya, tumwangalie mtu mwingine sasa, kinyume cha yule. Ana pesa si mchezo, ana nini? Ana pesa si mchezo, lakini korofi, haliswali, korofi, mlevi. Bwana wamwozesha mtoto wako huyu, unajua bwana huyu bwana ni kadha na kadha na kadha. Inshallah Mungu atamuongoza. Mungu atafanya kweli. Urongo jamani, ndo maneno yanayoendelea katika jamii zetu. Mungu atamuongoza. Sasa yule Mungu hawezi kumriziki yule wa kwanza, yule ambaye ni mwema, Mungu hawezi kumruzuku yule, maana atalishwa nini? Atalazwa wapi? Lakini huyu ambaye ni mkorofi, lakini madamu ana pesa, Mungu basi atamuongoza. Ngoja huko kichapo mbele. Hakuna macho, sisi tutadharau dini na tutaendelea kudhalilishwa, tutaendelea kudhulumiwa kwa ajili hatutaki kushikana na awamiri za Mwenyezi Mungu. Na tumeidharau dini, ndo haki isemwe. Falmuhim, haya mambo tujaribu kuyaondoa. Yaani kuna baadhi ya mambo sisi tumeyataja. Mtu asije akasema ninazoea, jamani kweli mazoea yana taabu. Sasa yule anasema mazoea yana taabu. Ndio mazoea yana taabu, lakini mazoea yanaweza kubadilishwa. Hususan vitendo, kuweka kidole, kuinua mikono, kuinama, ni mambo ambayo unaweza kubadilisha pole. Jaribu tu. Unaona? Ni awamir za Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume hajatuambia tuswali tutakavyo sisi. Ametuambia swalini kama mlivoniona. Tena ile hadithi nimeitaja nafikiri zaidi mara 2. Yule mtu aliyokuja akaswali, Bwana Mtume akamwambia rudia swala, huja swali. Hii ni dalili kuwa mtu asije akaja akatuambia bwana Allah Rahim, nyinyi mwatia nini? Mwatia tashdidi. Nyinyi bwana mbona mwatia mkazo? Dini sahali bwana. Dini hii nini? Ni nyepesi bwana. Msitutilie mkazo. Tutakwambia sawa, dini nyepesi, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mtu alimwambia arudie swala mara 3. Na baada ya hapo bado akamfundisha ile swala. Kama ingekuwa dini ni nyepesi, tunaswali tunavyotaka, Bwana Mtume ingekuwa hana haja ya kufanya nini? Ya kumwambia yule. Angemwambia ina neno Allah Rahim, inna hadha ad-dina yusr. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na hii dini nini? Ni nyepesi. La. Tukisema na hii kauli watu wengi ukosea, ndo tumalizie nalo. Ukisikia dini hii ni nyepesi, Bwana Mtume akisema inna hadha ad-dina yusrun, kuwa dini hii ni nyepesi, maana yake hivi mnavyoiona na hizi sheria ndo uwepesi wake. Si ati kuwa dini ni nyepesi ukiwa una khiari mbili, chagua ile. Ukiwa bwana usikie mwanachuoni huyu anasema yafaa, mwingine anasema haifai, anasema huyu anayesema yafaa ndo tutamchukua kwa ajili dini nini nyepesi, yule anayesema haifai bwana yule ametia la, imaanishi hivyo bwana. Dini ni nyepesi kuwa hivi mnavyoona, kuwa mwakatazwa kufunga, astaghfirullah, mwakatazwa kuiba, mwakatazwa kudanganya, mwakatazwa kusengenya, mwalazimishwa kuswali, mwalazimishwa kufunga, mwalazimishwa kutoa. Huu ndo uwepesi uko pale. Uwepesi uko katika mambo haya, uwepesi uko katika bwana ukiswali lazima urukuu. Sasa kurukuu kwa mfaidisha Mungu nini? Angalia wewe lazima ufa. Uwepesi uko pale. Uwepesi uko wapi? Uko pale. Mmoja katika mashaka alituonyesha namna uwepesi, akatuletea mfano mzuri sana mpaka leo mimi umenifurahisha. Asema, hebu jiangalie wewe. Umekatazwa kuiba kwa mfano. Umekatazwa kuiba. Watu wangapi wengine wamekatazwa kuiba kwa ile amri ambayo wewe umekatazwa? Wengi, sio? Lau wewe utaamua hukumu hii hatuitaki, Waislamu wote hukumu hii tusifanye nini? Tusifanyie kazi. Kwa hivyo tuibiane, nani atadhurika zaidi? Wewe ama wale watu wengine? Manake wewe utaweza tu kuibia mtu mmoja, lakini watu bilioni wataweza kukuibia wewe. Sasa kihakika ukiambiwa usiibe, usaidiwa wewe, umekingwa wewe ama wankingwa wale wengine? Kihakika tunkingwa sisi. Ukiambiwa usizini, wamekingwa madada zako zaidi ama wamekingwa madada za watu wengine? Yani hata mtu akitaka kuzini, waliadhu billah, hawezi kuzini na watu wote duniani. Hawezi kuzini na watu 20 labda kwa siku moja. Hawezi, waliadhu billah. Lakini lau yana madada 5 6, ana mama, ana maanti na manana, hao wote ni watu wake. Watu wengine wanaweza kuzini nao kwa siku moja. Kwa hivyo nani atakuwa tadhurika zaidi tukisema zina ni halal? Ni mimi. Angalia dini ilivyo. Yaani wewe wadhani umefungiwa, lakini kihakika Mungu ndo amekuprotect, amekukinga. Mpaka mimi ndo nikafahamu, ndio maana tukaambiwa kweli hii dini nini? Ni nyepesi. Dini imekuja kutusahilishia sisi mambo. Sisi tunaona ni ugumu. Wa hakadha. Tamam. Kisha asema wa aqallu tashahhud, inshallah tutaingia hapo kesho. Mpaka hapa sasa amemaliza hizi nguzo. Mambo ya lazima amefanya nini? Amemaliza. Lakini kuna baadhi ya mambo
atagusia kama aqallu tashahudi, namna ya kuleta tashahudi, namna ya kumswalia mtume, hizi atazigusia. Pia atazungumzia masala ya itwaje ikhlas. Inshallah tutazungumzia katika masiku yanayofuata. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah awwalan wa akhira.